Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa dunya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baad. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa makamo mwenyekiti BAKWATA mkoa, Mheshimiwa katibu BAKWATA mkoa almaarufu Sheikh Lukindo, Mheshimiwa katibu wa baraza la mashekhe mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa mwenyekiti BAKWATA wilaya Kilosa, katibu BAKWATA wilaya Kilosa, wajumbe wa halmashauri BAKWATA mkoa, wajumbe wa baraza la mashekhe BAKWATA wilaya, Mheshimiwa shekhe wa kata ya Ruaha pamoja na baraza la mashekhe pamoja na wajumbe wa halmashauri BAKWATA Ruaha, kata Ruaha, ndugu maimamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nisiwe mtovu wa nidhamu au mchoyo wa fadhila, pamoja na waandishi wa habari, vyombo mbalimbali ambavyo tulivyojumuika navyo katika hafla hii ya ufunguzi rasmi ya msikiti wetu huu wa hapa Ruaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na afya na kutufikisha katika siku ile adhimu, siku ambaye imejaa neema na baraka mbalimbali, kwa ajili ya furaha kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kukamilisha neema hii ya ujenzi wa msikiti huu. Lakini awali ya yote ningependa kutoa shukurani za dhati kabisa kwa Waislamu wa kata ya Ruaha, hususan viongozi wa msikiti huu pamoja na shekhe wa kata na uongozi wake kwa ujumla, kwa subira ambayo waliokuwa wameionyesha, kwani tendo hili limeshaahirishwa zaidi ya mara mbili. Limeshaahirishwa zaidi ya mara ngapi? Mara mbili, na mpaka siku ya leo ni siku ya tatu, na liliahirishwa kwa sababu ambazo zisizozuilika. Kwa maana hiyo basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ningependa kukuthibitishia kwamba Waislamu wa kata ya Ruaha, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro kwa ujumla, wanawapenda sana viongozi wao kuanzia ngazi ya dini na ngazi ya serikali. Wanawapenda sana na wanawaunga mkono sana katika uongozi wao. Kwa hiyo hili ningependa kuwatolea shukurani Waislamu wa Ruaha. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, nisiwe mwingi sana wa kuongea kwa sababu hutuba tayari imeshatueleza. Khatibu ametusomea aya ambaye Mwenyezi Mungu inasema, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allahi ahadan, hakika ya misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu na wala asiabudiwe wala kuombwa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa maana hiyo basi, kwa mujibu wa aya hii, Waislamu tunatakiwa tujitambue ya kwamba kuna baadhi ya Waislamu wanaitumia misikiti au wanaifanya misikiti kwamba ni misikiti ya ukoo au kabila au nasaba fulani. Hili kwa kusema kweli si misikiti ambaye iliyojengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu, na Mtume Muhammad anatuambia, wa anal masajida baitullah, anasema hakika misikiti ni nyumba ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema, dhalika wa man yu'azzima sha'air Allah fa innaha min taqwal qulubi, anasema hivyo ndivyo ilivyo, na wale ambao watakayeadhimisha, watakaoheshimu ibada za Mwenyezi Mungu, bila shaka hao itawapelekea kwa ucha Mungu katika
mioyo yao. Kwa sehemu ya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mojawapo ni huu msikiti au misikiti ya Mwenyezi Mungu ni sehemu ya nini? Ya ibada za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa maana hiyo basi, sehemu ya misikiti inatakiwa lazima Waislamu tuiheshimu, tuithamini, tuiheshimu na tufanye nini? Tuithamini. Hivyo itatupelekea Waislamu kuwa na uchamungu katika mioyo yetu. Lakini kazi kubwa imeshafanyika ya ujenzi. Hutuba imeshazungumzwa au khatibu ameshasema. Mtume Muhammad anatuambia, manibana masjid lillahi, yoyote yule ambaye atakayejenga msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, walau qadrihi, hata kama ingilikuwa yani ile thamani yake fisa ni qitwata, yani nguzo zake ni za maboriti ya mkonge na fito zake ni za matete. Nafikiri matete tunafahamu vizuri sana. Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad anatuambia, bana Allahu baitan fil janna, bila shaka huyo mtu atajengewa nyumba katika pepo. Nyumba hiyo imejaa neema za aina mbalimbali, neema zote. Kuta zake ni za lulu na yakuti. Kuta zake ni za nini? Za lulu na yakuti. Hakuna umeme kusema kwamba utatumika kule wa generator au wa TANESCO au wa sola. Yani zile kuta zake na dari zake zote zinatoa nuru, yani upeo wa macho. Mswalini Mtume Muhammad. Kwa hiyo kazi kubwa, ndugu zangu Waislamu, ningependa kuwasihi kwamba kazi kubwa imefanyika ya ujenzi msikiti mzuri, msikiti wa kisasa, msikiti ambao ni wa kifahari katika wilaya ya Kilosa. Mimi ninajivunia kuwa na msikiti miongoni mwa misikiti kama hii, ya kwamba utakuwa ni mfano ambao kwa Waislamu wengine katika kata mbalimbali au vijiji mbalimbali nao watakuja kusoma, ili wenzetu mlifanyaje mpaka mmefikia hapa. Nafikiri mimi naelewa vizuri. Lakini kizuri kinataka lazima kitunzwe. Kizuri vile kifanini kitunzwe. Msikiti unahitaji uangalizi, usafi. Uangalizi na nini? Na usafi na matunzo. Mali zote za msikiti zinahitaji matunzo, uangalizi na usafi. Kwa hiyo nizungumzie swala la usafi. Mtume Muhammad anatuambia, man akhadha qadrat fil masjid, yeyote yule mtu ambaye atakayefanya usafi katika msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akhrajahu Allahu min a'zama dhunubihi, yule ambaye atakayefanya usafi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, yani ni msikiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, usafi wa aina yoyote ile, usafi wa aina yoyote ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtolea yale madhambi yake ambaye yaliokuwa makubwa yote. Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anamuondoshea. Hiyo ndio kazi ambayo inatakiwa Uislamu tudumu nayo. Wajenzi wameshamaliza tayari. Kwa hiyo kilichobakia sasa hivi hapa matunzo na usafi, na kisha kuna gharama ndani humu ya umeme. Umeme unahitajika wakati wote na muda wote. Mtume Muhammad anatuambia, man asraja siraja min masajid, yeyote yule mtu ambaye atakayelipa bili ya umeme, yeyote yule mtu ambaye atakayelipa bili ya umeme katika msikiti wa Mwenyezi Mungu, miongoni mwa misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kana lau nura fi qabrihi, basi hiyo itakuwa ni sababu ya kaburi lake, yani kufanywa mwanga na nuru na wasaa. Wakataba lahu, na kisha ataandikiwa huyo mtu ambaye atakayeweza kulipa bili ya umeme katika msikiti, yani Mwenyezi Mungu atamwandikia, yani wakataba lahu thawaba limusallina dhalika almasjidi, Mwenyezi Mungu atamwandikia thawabu ya idadi ya wale watu ambao wanaesali katika msikiti ule. Wakati huo wale ambao wanaesali hawapungukiwi na kitu chochote miongoni mwa thawabu. Na jambo la tatu, wasalati alal malaika,
yani huyo mtu ambaye atakayekuwa analipa bili ya umeme katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa akitakiwa rehema na malaika Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa malaika hao Jibril alayhi salam, Mikail alayhi salam, Israfil alayhi salam na Israil alayhi salam. Na Mtume Muhammad anatuambia waman salla lil malaikati illa kana min ahli janna, na haikuwa mtu ambaye atakayetakiwa rehema na malaika Mwenyezi Mungu isipokuwa huyo mtu atakuwa ni miongoni mwa watu wa nini, wa peponi. Wa maadhalika, anasema na pamoja na hayo, yastaghfir lahu hamlatul arshi madam dhalika limasjidi, huyo mtu atakuwa akitakiwa istighfari, maghfira na hamlatul arshi, madhali bili ya umeme ambaye alikuwa amenunua au luku ambaye atakayekuwa amenunua itaendelea kufanya kazi katika msikiti huo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, katika hutuba ya mhutubu ameshamaliza tayari, lakini mimi naomba niongezee bila kumfilisi kiongozi wetu ambaye ni mgeni rasmi, kitu ambacho nawahusia Waislamu: tuwasomeshe watoto zetu Qur'ani, watoto wadogo na watu wazima, wake kwa waume. Watakaposomeshwa Qur'ani, tutakapoisomesha Qur'ani, basi watoto zetu watamjua Mwenyezi Mungu, wataijua dini yao, na watafata maamrisho ya Mola wao, na wataacha makatazo ya Mola wao, na wataipenda dini yao, watampenda Mungu wao. Mswalini Mtume Muhammad. Tunatakiwa katika masomo yetu tuwafundishe watoto zetu kumjua Mtume Muhammad, na tumpende Mtume Muhammad, na tufuate yale yote ambaye aliyokuja nayo Mtume Muhammad. Haya ndiyo tunayetakiwa tuwafundishe au tuelimishe watoto wetu. Najua ya kwamba hamna njia ya elimu isipokuwa ni nasaha tu. Kadhalika tunatakiwa tuwafundishe watoto zetu wawatii wazazi wao, wawafanyie ihsani wazazi wao, na watekeleze kwa wazazi wao. Watakapofanya hivyo watakuwa ni waumini ambao waliokuwa bora, kwani Muislamu ambaye asiotekeleza kwa mzazi wake, asiofanya ihsani kwa wazazi wake, basi matokeo yake na madhara yake ni kwamba kizazi hicho kitakuwa ni laana juu ya laana. Na mara nyingi sana mtoto wetu yule ambaye atakayekosa radhi kwa mzazi wake, basi lile daraja linashuka hadi daraja 7, yani kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita na cha 7. Kwa hiyo kuna madhara makubwa kabisa. Kwa maana hiyo watakosekana watoto ambao waliokuwa bora, kutakosekana raia ambao waliokuwa bora. Matokeo yake utakuwa ni mzigo ya watoto ambao waliokuwa wamelaanika kutokana kwa wazazi wao, utakuwa ni mzigo kwa familia zao, na utakuwa ni mzigo katika jamii, na utakuwa ni mzigo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mswalini Mtume Muhammad. Nilikuwa naomba kitu kimoja: tuwafundishe watoto zetu, tuwaelimishe watoto wetu waijue nchi yao, na wamjue kiongozi wao mkuu, na wanaefuata ngazi ya mkoa, wilaya, tarafa, kata, pamoja na kijiji, na pamoja na na kitongoji. Kwa hiyo tunatakiwa tuwafundishe watoto zetu waijue nchi yao, wawajue viongozi wao sawa, na kisha wawaheshimu viongozi wao, na wafate sheria ya nchi yao. Wafate sheria ya nchi yao. Kutokutii sheria ya nchi ni uasi. Uasi huu si katika serikali peke yake, bali uasi huo mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa maana hiyo, baada ya kusema haya, tendo ambalo litakalofanyika baada ya hutuba ya mgeni rasmi ni kwamba siku chache zijazo, Waislamu pamoja na wananchi kwa ujumla tunaingia katika uchaguzi mkuu, kuanzia ngazi ya madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninachowaagiza Waislamu tushiriki na tujitokeze kwa wingi sana. Tushiriki
na tujitokeze kwa wingi sana. Lakini naomba niwaagize, nani kama mama? Nani kama mama? Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mfano na ni fahari kubwa ya Watanzania. Alikuwa ni mfano na ni fahari kubwa kwa Tanzania pamoja na nchi jirani pamoja na Afrika kwa ujumla, kwamba walitarajia ya kwamba haiwezekani mwanamke kuweza kuiongoza nchi kama ya Tanzania, lakini matokeo yake wanatamani Samia Suluhu Hassan aitawale Afrika nzima. Mswali ni Mtume. Kwa maana hiyo nawaagiza miaka 5 tena kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kitu kikubwa baada ya hapo, tutafanya dua maalum ya kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili ajalie amani iliyopo iendelee kuwepo, utulivu uliopo uendelee kuwepo, na salama ya nchi yetu endelee kuwa ni salama. Na kisha Mwenyezi Mungu tutamuomba atuepushe na mabalaa ambaye ya vurugu zitakazosababisha yani uhuru kutokuwa huru. Kwa hiyo baada ya kusema haya, naomba niishie hapo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.